siku moja tu baada ya wekundu hao wa Msimbazi kuipoteza nafasi ya kutoa uchampioni wa ligi kuu ya kandanda ya Tanzania bara baada ya kupokea kipigo cha bao 2-0 kutoka kwa watani wao wa jadi Young Africans. Kumekuwa na mashinikizo kwa baadhi ya wanachama na mashabiki wa klabu hiyo wakishinikiza mwenyekiti wa klabu hiyo Murtaza Mangungu kujiuzuru nafasi yake, na mwenyekiti mwenyewe wa klabu ya Simba amekiri kusikia taarifa hizo, ingawa yeye ameibuka na kusema kwamba anasubiri kwa wale ambao watakaojitokeza wathibitishe makosa yake, basi yeye atakuwa tayari kuwajibika. Mangungu ameyazungumza hayo leo kunako Sports Extra Clouds FM, lakini kwanza anasema kwa nyakati kama hizi, baada ya kupoteza kile ambacho walikuwa wamenuia kukifanya msimu huu, basi wanahitaji kuketi chini na kufanya tathmini, na hawawezi, ama yeye kama yeye mwenyekiti wa club haiko tayari kujibia kile ambacho kinaulizwa, lakini kwanza wanapaswa kuketi chini na kufanya tathmini kwa kile walichokifanya kwa msimu uliomalizika. Sasa hivi tumemaliza mashindano, kwa maana kwamba mashindano yote tulioshiriki kuanzia mwanzo wa msimu mpaka mwisho wa msimu tumefika mwisho. Ambayo tumefanikiwa, tumecheza nusu finali, tumecheza finali, tumecheza kwenye ligi tumeishia nafasi ya pili. Tulikuwa na matumaini makubwa ya kuweza kufanikiwa. Yapo makosa ambayo yamejitokeza, inaweza kawa ni ya makusudi au ya bahati mbaya, lakini yametupelekea kufika mwisho wa matokeo haya. Kawaida ya mpira ni ongoing process, kwa maana kwamba tumemaliza hatua hiyo, tunaangalia namna ya kujipanga kwenye msimu unaofuata na kuona kwamba mapungufu yaliyojitokeza. Sasa kauli hiyo haiwezi kutolewa kwa uharaka huo ambao unatakiwa kufanyika, kwa sababu ni jambo ambalo linatakiwa ifanyike tathmini na kuona maeneo ambayo yana mapungufu na marekebisho na hatua ambazo zimekusudiwa kuchukuliwa. Ndio. Hivi nikupe nini taarifa au nini itakuwa si sawa. Sawa. Lakini kwa hiki kinachoendelea, kwa ufupi, labda baadhi ya mashabiki wengine wakiwa wakishinikiza labda Mangungu nafasi yake labda mwachie mtu mwingine aweze ku-experience kitu kingine tofauti, ili aje mtu mwingine labda akiwa na mawazo tofauti. Kauli kama hizi unaziona na labda una kitu gani cha kusema? Mtu aina hiyo kwanza aseme kile ambacho mimi nimekosea. Ndio. Kwanza aseme kile ambacho nimekikosea, alafu aniambie kwa makosa haya basi wewe unatakiwa kufanya hivi. Kwa sababu watu hawa timu inapofanya vizuri wao wanakuwa wako kimya. Hawapongezi, hawashangilii, wala hawalaumu, wala hawafanyi chochote, wanakuwa kimya. Timu ikifanya vibaya wanainuka. Kwa hiyo bado wana misingi kuamini kwenye siasa za uchaguzi. Kwa hiyo mimi siwezi kuwalaumu kwa sababu ndio mtazamo wao. Kwanza wapime, Simba ina uongozi, na unapozungumzia uongozi sio mtu mmoja, unazungumzia na maamuzi yote huwa tunayafanya kwa pamoja. Sasa labda pengine mimi jina langu linatamkika vizuri kwa ndio maana nimekuwa nikishuhudia, lakini hilo sikatai, nakubali. Sawa, lakini ni kwa hakika ni kwamba Mangungu bado ataendelea kuwepo na ataendelea kuhudumia Simba kwa wakati huo. Mimi ninachoweza kujua tu ni kwamba mambo hayo ya tutafanya mkutano mkuu. Tutafanya mkutano mkuu. Yeah. Na hakuna taratibu hizo wanazozifikiria wao. Kwa sababu mimi ukiniambia na ukanithibitishia uwakili umelifanya na umekosea, tawajibika. Murtaza Mangungu huyo mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba, ambaye mara baada tu ya Simba kupoteza, vilio, malalamiko, manunguniko ya baadhi ya wanachama, mashabiki wa klabu ya Simba, ni Murtaza Mangungu. Unajua, nimetafakari na nimefurahishwa kwa kauli yake mwenyewe. Anasema kwamba kwa nini unakumbuka ile t-shirt ya Super Mario Balotelli, why always me, unakumbuka ile? Na hoja Mangungu ana hoja. Hoja yake iko vizuri kabisa. Ni kama tukiri wazi kwamba Simba Sports Club ikifanya vizuri jina lake huwa litajwi mara chache sana. Huwa mzee Mangungu huwa anatajwa mara chache sana. When the team is doing good, wanaotajwa ni watu wengine. Mangungu huwa hatajwi
na watu hawamkumbuki kama yeye ndo mwenyekiti ambaye anawakilisha upande wa wanachama. Huo ni ukweli ambao haufichiki. Wakati pekee ambao Mangungu anakumbukwa kwamba ndo mwakilishi wa wanachama na mashabiki ni wakati ambao timu inafanya vibaya. Pale ndipo ambapo Mangungu atatolewa uvunguni, atawekwa juu. Kwamba Mangungu ndo mwenyekiti, tuachie timu yetu, tuachie hivi, bla bla, zinakuwa nyingi. Na maana ukimsikiliza vizuri mzee, kuna hoja ambayo anajaribu kuitengeneza kwamba timu ikifanya vizuri wastajwi, wanatajwa watu wengine. Timu ikifanya vibaya mimi ndo natajwa. Lakini mnasahau Simba Sports Club ni taasisi ambayo ina maamuzi, ama ina watu ambao wanafanya maamuzi collectively, sio mtu mmoja. Maana yake ni kwamba kuna mwenyekiti wa bodi, kuna rais wa heshima, kuna mwenyekiti wa Simba Sports Club ambaye ni yeye mzee Multaza, lakini bado kuna wajumbe wa bodi kutoka upande wa wawekezaji na upande wa wanachama. Sawa. And yet kuna CEO, yet kuna scouts ambao tulitangaziwa. Kuna wakurugenzi wa idara mbalimbali ambao collectively wanatengeneza timu. Chombo ambacho kinafanya maamuzi ndani ya klabu ya soka ya Simba, kwa maana tuseme kama excom yao, kama ni bodi ya wakurugenzi, ambapo within the board kwa katiba iliyopo mzee Mangungu ni makamu mwenyekiti. Ni kama makamu mwenyekiti, ni mjumbe wa kawaida, lakini pia ni makamu mwenyekiti. Wale upande wa mwekezaji, mwenyekiti ni Mohamed Dewji ambaye ndio mwekezaji wa klabu ya soka ya Simba, ambaye alichukua kiti kutoka kwa Salim Abdallah Try Again ambaye alijiuzuru. Kwa hiyo mimi nachoweza ukisema ni kwamba kama ataanza kulaumiwa Mangungu, kama ataanza kulaumiwa sijui Magori, sijui kama ataanza kulaumiwa sijui kocha, maana yake ni kwamba mashabiki na wanachama bado hawajui wanachokihitaji, wala hawajui tatizo lao ni nini. Hapo Farhani, possibly mwenyekiti kutoka upande wa wanachama anawakilisha wanachama ambao ni wengi, ambao ndio wenye mali, ndio wenye klabu yao. Nakuelewa. Inawezekana kwamba kuna either, sababu unajua ni mtu anayepatikana kupitia uchaguzi. Nakuelewa. Na chaguzi unajua kuwa na ABC, yani unajua hapa na pale. So labda kuna maybe, kwa sababu kulikuwa na, tunakumbuka alikuwepo mzee wetu Swedi Mkwabi. Swedi aliondoka na kuna baadhi ya maneno yalizungumzwa, lakini yeye hakusema chochote. Hakusema, kuna speculations, yeye alijiuzuru. Inatajwa kwamba ndani ya bodi upande wa wanachama wengi wanakuwa hawana say ndani ya bodi. Na ndio maana nikasema kwamba kuna vitu ambavyo kwenye klabu ya soka ya Simba havipo sawa. Sio, umeelewa vizuri? Kuna vitu vingi sana ndani ya Simba havipo sawa. Havipo sawa kwa nini? Kwa sababu hata mchakato ulikofikia mpaka hivi sasa, pale ambapo klabu ipo, transformation ambayo inasuasua, kuna vitu vingi ambavyo havipo sawa. Sasa ndio maana nikasema kwamba Mangungu anaweza kawa na matatizo yake, lakini ni sehemu ndogo sana katika yale matatizo makubwa ambayo yapo ndani ya klabu ya soka ya Simba. Kwa nini? Kwa sababu upande wa wanachama, kuna siku tuliulizana hapa, Simba haidaili wanachama wapya. Yaani hakuna mtu ambaye anapewa kadi ya wanachama wa Simba kwa sasa hivi. So, umeelewa vizuri kampista? Meaning kwamba wanachama ni binadamu, wanafariki, sawa? Manake wanapungua. Klabu haidaili wanachama wapya. Kudaili wanachama wapya manake unaiongezea mfuko, ama unaongeza nguvu kwa upande wa wanachama. Kama udaili wanachama ni sehemu moja hapo kwamba club haipati kitu kupitia kwa members. Na hawa ambao waliopo, je, wanalipia kadi? Ili upande wa wanachama uwe na nguvu. Manake tutaulizana, mna contribute kitu gani kwenye budget ya klabu ya soka ya Simba kwa msimu mzima? Mtu atakwambia brand yetu hii hapa ya Simba Sports Club.
lakini analysis tunafanya mna wanachama wangapi? Sababu ni sehemu moja wapo hata kwenye transformation unavyoifanya, idadi ya wanachama nao wangapi? Sasa mzee wangu Mangungu anaongoza upande ambao ni bubu. Bubu kwa nini? Kwa sababu ni upande ambao ni dormant. Sure. Hauongezeki bali unapungua kwa sababu udaili wanachama. Haupati faida kwa sababu utaratibu wetu unaojua watu kulipia kadi ni changamoto mpaka wasikie mkutano mkuu. Upande wamebaki ni klabu ambayo imebaki kusifia klabu yenye mashabiki wengi. Shabiki haipi faida klabu direct kama ambavyo mwanachama anaipa faida klabu direct. Lakini pia mwanachama ni think tank. Leo hii kuna vijana wangapi wana uwezo wa kubadilisha vitu ndani ya klabu ya soka ya Simba? Wako wengi, si ndio ambao wanaweza kawa na vision kubwa na ndoto kubwa mno kwa ajili ya kuisaidia Simba ifike sehemu. Lakini ili niwe mjumbe wa bodi napaswa kuwa mwanachama wa klabu ya soka ya Simba. Sina kadi ya wanachama kwa sababu klabu yangu haidaili wanachama. Ukienda kwenye mchakato wa transformation ukiuliza utaambiwa hapa ilikuwa hivi CD inaruka. Sio, umeelewa? Ndio maana nikasema upande ambao anaongoza Mangungu hauwezi kuwa na nguvu kwa sababu hauna unachochangia ndani ya klabu kwa hivi sasa direct, hasa katika masuala ya fedha, kwa sababu ni klabu ya mpira ambayo inatakiwa ionekane fedha. Upande wa mwekezaji wa Mohamed Dewji ndio unapambana kutoa fedha na kufacilitate vitu viweze kwenda. Lakini mchakato ule Mo hadi leo ukiuliza kwenye mchakato mchakato wa Mo kukabidhiwa timu unaendaje? Majibu hakuna. Sasa yule Mo ni mfanyabiashara, ni mwekezaji pia. Katika biashara ambayo kesho haijulikani. Atakuwepo Simba mpaka lini? Haijulikani. Atapewa timu au hatopewa? Haijulikani. Mchakato utakamilika lini? Haijulikani. Tatizo liko wapi mchakato ili ukamilike? Haijulikani. Tufanye nini ili mchakato ukamilike? Haijulikani. Sasa maana yake ni nini? Upande wa mwekezaji kwa maana ya Mo uko dilema, upande wa mwenyekiti Murtaza Mangungu uko dilema, katikati inabaki timu. Sasa wakati ninyi mpo dilema hapa, yani mna vitu vingi, mnawaza mabadiliko, mnawaza kwamba sasa huu upande mbona ufanyi hii, upande ufanyi hivi. Una watu huko ambao wanakuja kucompete, wanakuja kushindana. Sio, umeelewa? Una watu ambao wanakuja wanazungumza lugha moja. Sio, umeelewa? Mwanzo nimezungumza hapa leo hii kampista unawataja akina Engineer Hersi, wakina Arafat Haji, wakina Alexander Ngai pale Young Africans. Ni vijana tu wadogo wenye vision, wenye njaa tofauti, new levels with the new devil. Yani hatua mpya na ushetani mpya ambao unakuja kwamba kesho nataka nishinde tena, kesho kutu nataka nishinde tena, kwa sababu ni vijana ambao wako pale kwa ajili ya